Rais wa Marekani Donald Trump amesema kuna mazungumzo ya kirafiki yanayoendelea kuhusu mgogoro kati ya Marekani na Iran, huku akieleza matumaini kuwa hali ya mapigano inaweza kumalizika ikiwa juhudi za kidiplomasia zitafanikiwa. Kauli hiyo imekuja baada ya kupita siku 3 mfululizo bila kutokea kwa mashambulizi mapya kati ya pande hizo, jambo ambalo linaashiria kupungua kwa mvutano uliokuwa umeongezeka katika wiki za hivi karibuni. Akizungumza na waandishi wa habari akiwa ndani ya ndege ya Air Force One jana Jumatatu, Julai 27 mwaka 2026, Trump alisema anaamini kuna nafasi kubwa ya kupatikana kwa suluhisho kupitia mazungumzo. Aliongeza kuwa ana matumaini makubwa kwamba hali inaweza kubadilika haraka ikiwa pande zote zitakuwa tayari kufikia makubaliano, akisema anaona fursa nzuri ya mafanikio kutokea. Hata hivyo, Trump alionya kuwa Marekani haitasita kurejea kwenye operesheni zake za kijeshi ikiwa juhudi za mazungumzo zitashindwa kuzaa matunda. Alisema iwapo hakutakuwa na maendeleo ya kuridhisha, Washington itarejea kufanya kile ilichokuwa ikifanya kabla ya kusitishwa kwa mashambulizi, akimaanisha kampeni ya mashambulizi ya anga dhidi ya malengo ya Iran. Kwa mujibu wa Trump, uamuzi wa kusitisha mashambulizi ulifanyika siku ya Ijumaa baada ya mataifa yanayohusika katika juhudi za upatanishi kuiomba Marekani kutoa nafasi nyingine kwa diplomasia. Alisema ombi hilo lilitokana na matumaini ya kwamba mazungumzo yanaweza kusaidia kupunguza mvutano na kuzuia kuendelea kwa vita ambavyo vilikuwa vikiongezeka kwa kasi. Upande mwingine, Iran imekanusha vikali madai ya kuwepo kwa mazungumzo ya moja kwa moja na Marekani. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran amesema kuwa Tehran haijaanzisha wala kushiriki mazungumzo yoyote ya moja kwa moja na Washington, ingawa imeendelea kusema kuwa iko tayari kwa suluhisho litakaloheshimu maslahi na mamlaka ya taifa hilo. Kipindi cha siku 3 zilizopita, Iran pia imesitisha mashambulizi yake, hatua ambayo imechangia kupungua kwa mapigano yaliyokuwa yakitokea karibu kila siku. Hata hivyo, wachambuzi wa masuala ya usalama wanaonya kuwa hali hiyo bado ni ya muda na inaweza kubadilika haraka endapo mazungumzo yatakwama au kutatokea tukio jipya la kijeshi. Kabla ya kusitishwa kwa mashambulizi, Marekani na Iran zilikuwa zimehusika katika karibu wiki 2 za mashambulizi ya kila siku na mashambulizi ya kulipizana kisasi. Mashambulizi hayo yaliongeza hofu ya kutokea kwa vita kubwa zaidi katika Mashariki ya Kati na aliweka shinikizo kubwa kwa juhudi za kidiplomasia zilizokuwa zikifanywa na mataifa mbalimbali. Mvutano huo pia ulidhoofisha kwa kasi kubwa makubaliano ya kusitisha mapigano yalikuwa yamefikiwa mwezi Juni, huku kila upande ukilaumu upande mwingine kwa kuvunja makubaliano hayo. Hali hiyo ilisababisha ongezeko la wasiwasi katika masoko ya dunia kutokana na hofu ya kuvurugika kwa usambazaji wa mafuta. Jeshi la Marekani lilieleza kwa mashambulizi yake yalilenga kupunguza uwezo wa Iran kuhatarisha usalama wa meli za kibiashara zinazopita katika mlango wa bahari wa Hormuz. Njia hiyo ni mojawapo ya njia muhimu zaidi duniani kwa usafirishaji wa mafuta na gesi, ambapo sehemu kubwa ya mafuta yanayouzwa katika soko la kimataifa kupitia eneo hilo kuelekea Asia, Ulaya na maeneo mengine duniani. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.